Kesi ya mauaji ya mwanamuziki mashuhuri wa hip hop, hapo namzungumzia Tupac Shakur, unaambiwa kwamba imeanza rasmi, na moja kati ya story ambayo tulishai kukupa hapa ni back in the days kuhusiana na issue nzima ya hii hapa kesi ya mtu mzima Tupac Shakur, ambayo inamuhusu huyu mshikaji ambaye anahusishwa kuweza kuwa ni moja kati ya mtu ambaye alihusika katika utafutwaji wa silaha ambayo ilihusika katika mauaji ya Tupac Shakur. Huyu namzungumzia Keffe D. Davis ambaye amewekwa kama mtuhumiwa namba moja, na lakini pia ni moja kati ya mtuhumiwa ambaye mpaka time hii amebaki hai tangu kutokea kwa tukio hilo kitaa kile pale cha mwaka 1996 huko Las Vegas nchini Marekani. Kesi hiyo ilianza kwa maelezo ya awali Jumatatu Agosti 17 katika kile kilichoelezwa kuwa miongoni mwa kesi kubwa zaidi za mauaji ambayo hayakuwa yametatuliwa katika historia ya hip hop. Mwendesha mashtaka Bino Palali aliwaambia majaji kwamba watawasilisha ushahidi pamoja na mahojiano mbalimbali ambayo Davis mwenyewe amewahi kufanya na wachunguzi wa vyombo vya habari. Katika baadhi ya mahojiano hayo, Davis alikiri kuwa alikuwepo wakati wa tukio na kwamba alihusika katika kumpa silaha mtu aliyempiga risasi Tupac katika shambulio la gari lililotokea karibu na Las Vegas Strip huko nchini Marekani, ambapo baadaye tukio ambalo likaja kutokea ni kwamba Tupac alipigwa risasi akiwa yupo ndani ya gari lake, na baadaye tulipokea taarifa ya kifo chake baada ya siku kadhaa kutokana na majeraha yaliyotokana na tukio hili. Kwa upande mwingine, wakili wa Davis Michael Sanfiti amekana kwamba mteja wake alihusika katika mauaji hayo. Sanfiti aliwasilisha hoja kwamba maelezo aliyoyatoa kwa miaka mingi hayapaswi kuchukuliwa kama ushahidi wa moja kwa moja wa hatia yake. Wakili huyo pia aliwakumbusha majaji kwamba licha ya Davis kutoa maelezo mbalimbali kuhusu tukio hilo kwa miaka mingi, hakuwahi kushtakiwa kutokana na kauli zake. Tupac aliuawa kwa kupigwa risasi Septemba mwaka 1996 akiwa na umri wa miaka 25. Kwa takribani miongo mitatu, mauaji yake yameendelea kuwa moja kati ya mafumbo makubwa katika historia ya hip hop. Kesi ya Duane Keffe D. Davis inatarajiwa kuchukua takribani mwezi mmoja, huku majaji wakisikiliza ushahidi kutoka pande zote mbili kabla ya kufikia uamuzi. Tupac ni moja kati ya mshikaji ambaye ameacha legacy pamoja na hits mingi sana duniani ambazo mpaka leo hii zinazidi kuweza kufanya vizuri. Ile kinoma noma, moja kati ya track ambayo imeenda viral, ile kinoma noma, na itakukumbusha kuweza kujua Tupac ni nani. Mwaka 1995 aliweza kutupa bonge moja blast track kutoka kwake Mnyamwezi Tupac ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Dear Mama, lakini pia California Love ya mwaka 1995 ambapo humu ndani aliimba na moja kati ya super duper producer, hapa namzungumzia Dr. Dre. All Eyes on Me ya mwaka 1996 ni moja kati ya track ambayo ilihusika katika issue nzima ya kuweza kuongeza zile hits za mtu mzima Tupac Shakur. Ladies and gentlemen, Kelvin KO right now behind the mic. Until time mengine, subscribe kwa ajili ya kuweza kupata more info. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.